Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapendwa, karibuni tena katika kipindi chetu cha Iko Wapi Zamani. Ni kipindi cha historia ya mpira wa Mombasa katika enzi za zamani, tangu wakati wa ukoloni na kupita hapo mpaka Kenya huru mpaka sasa hivi. Ni historia ambayo ni muhimu kwetu sisi kuijua, na kwa vijana wetu wa kesho waje waisome na waijue. Kwa hivyo tumebahatika vile vile leo kumpata mzee wetu Ahmed, na ni miongoni mwa wazee wachache ambao tulionao sasa hivi, kwani wengi wameshatangulia mbele ya haki, na kwa njia moja ama nyingine baadhi yao wawili watatu historia zao wamewahi kujitokeza na kuzizungumza. Wengi wao tumezikosa historia zao, kwa hivyo ni sikitiko kwetu sisi kukosa vitu kama hivi. Leo bahati yetu kubwa sana, na Mwenyezi Mungu kama alivyotupangia, ni kwamba tunaye mzee Ahmed hapa. Atajijulisha mwenyewe kwa wasikilizaji wetu jina lake na umri wake, ama alipozaliwa, mtaa alozaliwa na udogoni mwake, alafu tuendelee kutoka hapo kidogo kidogo. Mzee Ahmed, karibu. Asante. Mimi naitwa Ahmed. Watu wengi wanijua kwa jina hili. Na ninazaliwa Kuze, mtaa wa Kuze. Hapo Kuze tulikuwa manake vijana wengi, marafiki zangu sasa wako tena, lakini naweza kuwakumbuka mmoja mmoja. Hapo Kuze tulikuwa na timu yetu yaitwa Sunrise mwanzo, tulipokuwa watoto wadogo. Hiyo Sunrise tulicheza hivyo, mimi nikaonekana kidogo, na mzee mmoja aitwa Kawele alikuwa na timu yaitwa Champion ile wakanichukua third division, walimchezesha mwanzo third division. Nacheza mechi ya kwanza ya pili wakanipeleka first division. Basi tulicheza hivyo kidogo. Mara siku moja tukapambana na timu ya Ramogi. Kwa vile sitaki tukosee mengi, tutajie wale ambao mliochukuliwa champion pamoja, wale wenzako wengine, tusije tukawasahau na wao. Ndio, kina Bali, kina Bali, kina Bamre, kina Bea goalkeeper, Ndere na Saburi ndugu yake. Na kama nani tena mwingine nitamkumbuka. Wengine sasa kana wasahau. Lakini hao ndio watajia, nafikiri kwa watu. Kawele akawachukua. Tulichezea. Basi siku moja ilitokea tunacheza na timu ya Ramogi. Tulicheza na timu ya Ramogi tukaja draw. Na siku zile tulikuwa na timu National League na ligi ya Mombasa. Basi wakaniambia, wewe tutakutaka kwetu tu join katika National League ya kwenda safari Nairobi wapi. Nikawa join. Basi nilipokwenda ndo bahati yangu kidogo ikawa na jina langu likawa kubwa. Ndo marango kwanza kwenda Nairobi. Nilipofika Nairobi huko tukacheza mechi mbili. Wakati ule Lua Union na Balwia. Zamani ilikuwa bado Gor. Ndio. Tukacheza mpira manake tumfungwa mechi moja tumfungwa. Wakati wa kina Chege, kina Daniel Nokodoma swali. Sianga goalkeeper. Position yako ilikuwa ipi? Ilikuwa center half number 5. Number 5. Mara yangu wa kwanza ya kwenda wapi Nairobi, wao ndio wanipeleka. Ndio. Basi hivyo tuliporudi ndo wakaniambia, na ndo namaliza skuli siku zile. Standard 7. Wakaniambia tuko tayari kukulipia ili uendelee na kusoma. Ndio. Naambia basi wataka nini? Wataka kazi? Naambia ndio. Wakanipeleka kazi. Timu ya Bandari. Ndio. Basi pale Bandari tena nikapata bahati. Nikachezea Bandari namba 5. Niko na marafiki wengi nawapata kina Saad, kina Mbuya, kina Shombe. Wale wengi alhamdulillah nakuwa maarufu.
Basi ndo kidogo nikaiwacha champion, nikajiunga na timu ya Bandari. Bandari wakaniambia sasa tunataka nini pia mcheze ligi hapa. Ndo nikaiwacha Bandari. Na Ramogi pia mwisho nikawacha. Nimecheza mpaka namalizikia Bandari. Lakini alhamdulillah nacheza. Usafiri na biwa miji kidogo. Wallahi. Ile ligi ya Kenya National Football League, ligi kuu ya taifa ya Kenya, Faisal wakachukua ubingwa Kenya nzima 1965. Ile ni 65. 65. Ile 65. Ulikuwa kwenye kikosi wewe? Mimi sikumbuki. Manake naona kwenye picha huko watu wanasema huyu Ahmed hapa. Manake kama nilikuwa hapo ningekumbuka. Manake najua Naikuru alipata 63 National League. Alafu wa pili anapata nani Luo Union. 65 ndo wanapata nani Faisal. Nakumbuka. Na mimi kina Mariam Dodoma. Ndio. Dodoma alikuwako Bobea. Manake iko siku alicheza Faisal na Mwenge. Na Mwenge. Mzee wa school wakafungwa nani hawa Mwenge. Goalkeeper alikuwa Bobea. Ona namba 2 alikuwa Shishia. Namba 3 alikuwa Lumumba. Namba 4 alikuwa Peter Usiembo. Wamkumbuka Peter Usiembo. Namba 5 alikuwa Moses Wabai. Analetwa kutoka Nairobi. Namba 6 alikuwa Ahmed Drake. Namba 7 alikuwa Marhem Dodoma. Manake nani aitwaje ule kwenda Sungura alicheza Mwenge mechi hiyo. Namba 7 alikuwa Marhem Dodoma. Namba 8 alikuwa Badiali. Namba 9 alikuwa Kaju. Namba 9 Kaju. Namba 10 alikuwa Madegwa. Alikuwa Madegwa. Namba 10. Namba 11 alikuwa Alikombo. Nakumbuka mpaka leo. Na naikumbuka list ya Gossage ya Kenya. Ndio. Baina ya Kenya, Uganda, Tanganyika na Zanzibar. Zamani. Ndio. Ilikuwa hapo Mombasa. Ilikuwa 1961. Goalkeeper alikuwa Okoth. Namba 2 alikuwa Richard Pamba. Namba 3 alikuwa Mohamed D kutoka Nakuru. Unaona? Namba 4 alikuwa Mrani Shiba. Namba 5 alikuwa Enoch Wiraga. Namba 6 alikuwa Peter Uronge. Namba 7 alikuwa Joe Kadenge. Namba 8 alikuwa George Stuma. Namba 9 alikuwa Elijah Lidonde. Namba 10 alikuwa Jimmy Lindi. Wamkumbuka Jimmy Lindi? Alikuwa Faisal. Namba 11 alikuwa nani Munyalo Opich. Kenya walichukua. Kenya team. Final walisimama Kenya na Uganda. Si mchezo. Ilikuwa ni Zanzibar, Tanganyika, hakuna Tanzania ilikuwa. Zanzibar, Tanganyika, Uganda na Kenya. Goalkeeper wa Uganda alikuwa Agati. John Agati. Goalkeeper wa Kenya alikuwa Okoth. Goalkeeper wa Tanganyika alikuwa Meraji. Goalkeeper wa Zanzibar alikuwa Maulidi. Goalkeeper. Ndio. Uganda walikuwa na player kina Francis Jogo. Na manake wakati huu ni mwingine, zamani kina Enoch Wiraga. Wengine hapa katika uchezaji, kwa sababu mpira ulikuwa ni kitu kinachopendwa sana mjini. Wengine kuna watu pia ambao labda walicheza mpira na hatuwajui. Kwa hivyo ikiwa wewe wawajua, hebu tutajie wale watu ambao pengine
Waliwahi kuuteza mpira. Mpaka waimbaji kama nani huyu Alimkali. Waimbaji pia waliteza mpira. Manake Alimkali alikuwa fullback, anacheza fullback. Timu gani? Alicheza huyu nani alikuwa anacheza Mwenge. Balo, Juma Balo, huyu mwimbaji. Balo mwimbaji. Alicheza wapi? Champion. Lakini Balo mkasikia kao hiyo ipenda sana Mwenge. Lakini alicheza champion alikuwa anacheza champion. Yani mpira ndio ulikuwa kila kitu zamani. Watu wakiuteza kwa kupenda. Wallahi sasa iko wapi? Sasa bure sana wallahi hakuna. Wewe matumaini yako watamani zamani irudi au ndio isije tena? Tutamani irudi, mambo ya michezo, mambo ya nini irudi. Acha Mungu. Hata huko skuli zamani, sasa sijui kama skuli. Zamani kila skuli ilikuwa ligi ya skuli. Ya secondary. Ya nini primary. Ilikuwa tukicheza mwanzo waanzishwa skuli. Lakini sasa ndio hivyo. Wallahi. Inshallah sisi tutajitahidi. Na wasemaje kuhusu hii group ya iko wapi zamani kuleta mwamko huu? Ungetunasihi nini, mambo gani tuyaangalie zaidi? Maanake wao wenyewe wachezaji hawana bidii. Akicheza mechi kwa mwanzo aweza kuteza mchezaji mechi ya kwanza, mechi ya pili, mechi ya tatu, alafu akakaa mwaka mzima. Zamani utaona player saa 10 watu wako uwanjani. Saa 10 tuko uwanjani. Na mashabiki nao wajitokeza. Masapota manini kila ndo wanawapa wale nguvu. Lakini siku hizi wallahi watu kwa bila viatu. Na hizi ligi za Mombasa peke yake sasa nasikia kuna kulikuwa na Burnley zamani, Burnley Brazil Darlington, manake hata third division wapi, manake ilikuwa mpira timu kali. Standard ilikuwa iko juu. Standard juu mzuri sana ilikuwa. Ilikuwa Ramogi, ilikuwa Balwia, ilikuwa Faisal, Dandi na nani tena walikuwa Brazil, West Ham, Doncaster, timu ya Zula. Wananyuki wakiitwa Leeds. Wananyuki walikuwa Leeds. Wananyuki walinichukua hata picha nazo. Mchezo Wananyuki walinichukua mpaka Mwanza. Ndio. Siku 15 tukwenda. Wakati ule kina Mwalimu Faridi, kina Kadiri Fara. Mimi walinichukua center mpaka Mwanza. Picha pia nazo. Wallahi. Huyu Alikaju aliinuka lini? Maana nasikia kwanza alikuwa namba 9 ya Kenya ni Lidonde. Alikuwa Elijah Lidonde. Alikuwa Elijah Lidonde. Siku moja walicheza, sijui walicheza nani, akamnyakia nani, akanyakiwa penalty sijui na ukosi. Huyo nani. Basi hapa ndo alionekana. Maanake ye baada ya Lidonde alikuwa nani? Ndo aliingia Alikaju. Ndio hakupoteza tena namba. Halafu alikuwa rafiki yangu sana Alikaju. Mwisho tulikuwa hivi mimi nilipohamia Mandoni yake shisha saa yote mimi ndo Mchomoro. Yeye alikuwa hatoki kila pale. Nazo mapicha zake nazo. Sasa mara nyingine mkikumbushana yale ya zamani. Wasikia kusikitika kabisa. Maana sasa wale niliocheza nao. Mwanzo wale niliocheza nao Kago, sidhani kama Mabruki wale Mabruki ankufa. Msimamizi wetu nani Mbarak Said pia ankufa. Sote tushawazika. Mungu arehemu. Badiali ankufa. Wengi manake tuwakumbuka.
wallahi. Na huu mpira wenyewe hasa mbali na kunini mlikuwa mkiupenda mpira? Ilikuwa kwa upenda, kwa sababu mpira usipoupenda huwezi kuuteza. Maana mwisho mimi nakumbuka waweza kupaa shilingi 20 overboard 20. Ndio Utakuta mtu kina Badiale walikuwa kidogo watukutu wanakwenda kukesha, wanakwenda wapi, mtu zile 20 asubuhi waweza kubaki na shilingi 5 shilingi 5 au 15 shazimaliza. Maana raha ustare usiku wewe kuingia mabaa wapi. Alhamdulillah. Marefari kina nani wakati kuna marefari? Maulidi Kijongo ona Sina moya wako yule Mwarabu waitwaje, Salim Ahmed. Waweza kumkumbuka. Na hii Faisal hasa ilivundika vipi Faisal? Faisal ilikuwa sorry ya champion ya Kaawele. Champion ya Kaawele. Sio wale wandani wakileta wachezaji kwa Mercedes Benz. Kina Nurumeta. Na Nurumeta bwana. Champion kwa Mvuma. Hata hii timu ya Limbarak ilivuma. Ndio. Black Panther. Ilivuma watoto, lakini wanakwenda mpaka National League. Ndio. Wallahi. Zamani si sasa. Sasa angalia wewe timu zetu. Mapesa mengi lakini hakuna mpaka leo Bandari hawajatuleta kikombe cha National League wala nini. Yaani National League ni mkosi kwa sababu tangu Faisal 1965 paka leo mwisho ni Faisal wali bas. Na wachezaji zamani wapitia kama si Faisal ni Liverpool. Sasa ndo baadaye kwa Mwenge. Lakini zamani Faisal na Liverpool. Zamani ukisikia Faisal na Liverpool mwezi mzima yaongojewa. Kama vile sasa Tanzania Yanga na Simba sana. Wallahi. Kuna mzee wetu mmoja Muhammad Hamoud alinieleza kile kisa wewe na yeye mlivyopambana akakupasua kichwa bwana. Mimi nilimuona, nilikwenda wapi, ilikuwa sijui natafuta hospitali fulani hivi karibuni. Nilipoingia kumbe Yanga na waifuati. Nilipoingia na wasalimia haki ya Mungu. Ndio. Nikamwambia hapa daktari atakuja saa ngapi sijui nini. Nishamsalimia. Akanambia wewe unikumbuki. Namwambia sikukumbuki. Wale siku nyingi alikuwa wapi yeye? Alikuwa Nairobi. Ndio. Akanambia mimi nakujua, wanijua. Anambia nishakupa pole lakini nitakupa tena. Ndio. Akawaambia siku moja, namwambia wapi? Anambia siku ile tumpambana uwanjani. Ilikuwa timu gani? Burnley. Burnley. Yeye alikuwa Burnley. Ni Burnley na Faisal. Si Faisal. Timu yangu ya utotoni ile third division. Okay. Kwa full kana iko na jina la uzunguni na isahau. Ndio. Wallahi. Bas na yuko mcheza na kina Said Kitiati. Umjui Said Kitiati? Sijamuona lakini sijawahi kumbana naye. Lakini nilicheza na kina Mdere. Kina Salim Antar wakicheza pia. Salim Antar. Salim Antar. Uze wale bwana. Wallahi. Alhamdulillah mpaka sahihi. Si haba bwana. Alhamdulillah. Sasa ungewa nasihi nini vijana wa sasa kuendelea? Sasa watoto watakwenda kwenye mazoezi wiki ijayo waoni. Lakini zamani utaona mpira yataka wewe mwanzo wewe upende. Ndio. Zamani sisi baadhi hakuna cha bangi, hakuna cha nini. Wazazi wetu wajua huyu maka kwenda mpirani, maka batakuja tu nyumbani. Ndio. Lakini sasa watoto hawataki mazoezi, hawataki nini.
Wakishapata raha kidogo wasahau. Na hiyo si ambapo mpira sasa ni ajira kubwa, watu walipo mapesa mingi. Sisi hatukupata milioni raha hizo. Wallahi zamani kama Ahmed Break vile walivyocheza kama kina Mabruk. Mtu akwambia mpira si mechi tu, mpira ni wa upendo ule. Maana yake mpira timu fulani na timu fulani baada kabla ya wiki ya miezi miwili yazungumzwa, yatangazwa Baji Saidi au alikuwa kabla yako? Wale mbele yangu. Baji Saidi mbele yangu, Mzee Mudu. Lakini niliwaona washaumia. Baji Saidi libua la Kosti na yule limuona Faisal. Mudu limuona pia Faisal, lakini alikuwa wanshazeeka wancheza. Wallahi ile ghera ile kuweko zamani ni ghera. Zamani ni ghera wallahi. Wengi tulikuwa kina Dracula kina nani. Kwa Dracula pia ukumuona. Mimi natajua player mpaka jina lake aitwa Forklift. Timu za Kongoea ambao huyo si mchezo na yeye. Darlington walikuwa na mchezaji Mwambeo. Pia Mwero. Zamani alhamdulillah. Si haba, lakini kwa kuwa mmeubeba ule mpira mka katika kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Maana ipo siku Mungwana na alikuwa mchezaji wa Faisal. Alipovunjika Sparamogi uwanjani. Ipo siku Dracula alivunjika. Kitwana goalkeeper, Kitwana kumuona? Kitwana Manara. Basi hakuna goli kama Kitwana. Kama Kitwana hakuna. Kitwana alikuwa goli mzuri mpaka leo yuaishi. Tukienda Tanzania Dar es Salaam lazima tupite mina Alimbaraka. Ndo Alimbaraka ana matelefoni yao na kila kitu. Ndio. Wallahi. Wa magolikipa wengi wamepitia kwa Kitwana. Kina Magogo. Tumefaidika na Jose Alimbaraka anambia Magogo ajie tena. Mgonjwa maskini. Mwenyezi Mungu amshifie. Magogo alikuwa golikipa mzuri. Yaani Mombasa ilikuwa ikinawiri kwa mpira bwana. Leo ilikuwa haitajiki. Timu ikitoka Nairobi ilikuwa yafikiria tu vipi. Yajua yajafungwa. Lakini leo timu zetu bure. Kama sasa Bandari, lakini Bandari hata sijua pesa na nini kila wakicheza hawafiki mahali. Wallahi. Inshallah Mungu ataleta kheri yake bwana. Sisi tumefurahi leo kupata mahojiano yako na kutupa yale ambayo ulio katika kumbukumbu zako. Alhamdulillah. Tukumbuka kwa hayo na tumefurahi sana kusikia. Naona mashallah wasikilizaji wetu leo pia wamefurahi kukuona na kusikia bwana. Inshallah. Ingine utumalizie kipindi chetu kwa dakika moja ama mbili, utueleze vipi tutaweza kurudi katika hali ile ya ubingwa tuliokuwa nayo. Wajua hadi pia atakaiwe mwenyewe mwanzo boli mpira upende. Sio uenda tu hivi kama first time. Leo unkwenda uncheza wakaa nyumbani wiki nzima. Una mazoezi. Zamani mimi Kenya shambua. No, sijui kwa nini, maana kwa asubuhi alfajiri pia nataka kwenda kufanya mazoezi. Wallahi watoto wa siku hizi ndio hivyo, na mambo ya drug pia, na drug yameharibu nayo na starehe. Inshallah, lakini watu wakijipanga vizuri, wakajiwekea na mikakati na kuwa na discipline, inshallah. Sasa mpira ni hiyo, Arsenal nani kila mtu watoto kwenye TV bure wallahi.
Zamani hakuna ma-TV, hakuna nini. Kheri inshallah. Haya, inshallah wasikilizaji, mpaka hapo naona hatuna budi kutia kikomo katika kipindi chetu cha leo na mzee Ahmed hapa kwa kutukumbusha mawili matatu aliyokuwa nayo katika zama zake za miaka ya 50 na 60 huko. Na tunasema shukran sana kwa kuwa nasi na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.